Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you. Na mtazamaji, naamini ubuheri wa afya kabisa, ikiwa ni asubuhi njema nyingine tena hii siku ya leo, na ni Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 5, ambapo kila mmoja amekuwa akinyenyekea kikamilifu kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yake, ambapo utakuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Niweze kukaribisha uweze kuungana nami sasa kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu kuanzia saa 3 kuanzia sasa hadi fikapo saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Utakuwa nami tukiangazia kwa undani zaidi, kwa kudadavua kila ambacho tumekiandaa siku hii ya leo kwako mtazamaji. Cha pekee kabisa ambacho tutakuwa nacho siku ya leo ni kile ambacho kienda kugusa maisha yako na kukuongoza kufahamu Roho Mtakatifu anavyofanya maisha yako yaweze kuendelea kumtumikia zaidi. Mwandaji wa kipindi hiki si mwingine, atakuwa ni Emmanuel Makuliga, lakini pia kameramani ni Elisha Ndalo, na mrusha matangazo haya kwa uzuri kabisa kukufikia popote kule uliko ulimwenguni ni Vanity Salvatore. Pia kupitia mitandao ya kijamii unatupata kwa kuandika Tumsifu Mungu, Instagram pamoja na mtandao wa X. Leo najivunia kuwa na mtumishi wa Mungu, na huyu si mwingine ni mwanamke wa maombi, mnyenyekevu, lakini pia mwenye moto wa Roho Mtakatifu ndani yake kwa ajili ya kufanya kazi hii ya Mungu. Amekuwa akifanya hii kazi ama huduma ya uinjilisti kwa miaka kadhaa hadi sasa, akiendelea kumtumainia Bwana tangu mwaka 2000 hadi mwaka 2025. Ni jambo la pekee kabisa kwake, na ameona mkono wa Bwana kupitia huduma hii ya uinjilisti ambayo anaitoa na maajabu ambayo amekuwa akiendelea kuyafanya katika maisha yake. Tutaenda kuungana naye ambaye pia ametufanya hii leo kuwa na mada ambayo inasema hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii. Hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii. Je, tunaweza kumtafuta Mungu kwa bidii pasipo kumtegemea kwa kumfahamu kwa kina zaidi? Karibu sana mama, karibu sana, karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Asante. Umekuwa ni mwanamke wa maombi, ndio mnyenyekevu, na ambaye unatumika kutoa huduma hii ya uinjilisti kwa muda mrefu kutokea kanisa la Makongo AIC na ulimwenguni kote. Kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa na angependa pia kufahamu kwa majina yako yote, karibu sana. Asante sana. Kwanza nipende kuchukua nafasi hii au fursa hii asubuhi ya leo kumrudishia Mungu sifa na utukufu mwingi kwa ajili ya yale ambayo ametutendea, hata kutupatia nafasi ya kuwa mahali hapa katika radio zetu hizi na channel zetu hizi. Kwa majina yangu mimi naitwa Genevieve Matias Mikomangwa. Wengi najulikana kwa neno la Mama Mikomangwa, jina la Mama Mikomangwa. Hilo ndio najulikana sana. Msukuma kabisa. Ni Msukuma mwenyewe original. Ndio. Sawa kabisa. Ni mwinjilisti kwa neema ya Mungu kutoka katika kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania. Ndio. Katika pastorate ya Makongolo, kanisa letu kwa Cathedral. Ninamtumikia Mungu mahali pale. Ndio. Na pale ndipo makao makuu. Na pale ndio makao makuu kabisa ya Tanzania yote. Tanzania nzima. ACT. Tumempata mama mwinjilisti kutoka makao makuu. Ukienda hapo unampata askofu mkuu. Ndio. Wa ACT, lakini pia ndio askofu wetu wa diocese yetu ya Mwanza. Ndio. Tuko pamoja naye chini ya mamlaka yake. Karibu sana. Asante. Na imekuwa ni jambo la pekee kabisa na kumshukuru Mungu uwepo wake sisi kuwepo siku hii ya leo tena. Ndio. Na mtazamaji, mada yetu ambayo tuko nayo mezani ni hatua ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Umekuwa ukimtafuta Mungu kwa bidii kwa namna gani? Na unahitaji nini ili uweze kumtafuta Mungu kwa bidii zaidi? Leo mimi nitajifunza mambo mengi zaidi. Sijui kwako, lakini pia kuna nambari za simu ambazo unaweza kukupa nafasi wewe mtazamaji kutuma maoni yako kwa yale ambayo utaenda kuyasikiliza na kwa makini zaidi, na utaenda kujifunza kila ambacho tumekiandaa siku hii ya leo.
Mama mwinjilisti, nipenda kukuita mtumishi wa Mungu. Amina. Wakina kabisa. Hujakosea. Ndivyo ilivyo. Sawa. Mada yetu leo ambayo tuko nayo ni hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii. Tukianza na nini maana ya kumtafuta Mungu kwa bidii, hususan katika muktadha kupitia maandiko ya kibiblia na maisha yetu ya kila siku kwa mwanadamu? Asante sana. Tunaweza kuongozwa na kitabu cha Isaya. Ndio. Isaya ile sura ya 55 na ule mstari wa 6. Ndio. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni maana yu karibu. Mtu mbaya aache njia zake, arejee kwa Bwana na Bwana atamrehemu. Kwa hapa tunaona Isaya anatoa wito wa taifa Yuda wamrudie Mungu waliyekuwa wamemwacha na kutangaza wokovu kupitia Yesu Kristo. Nini maana ya kumtafuta Mungu? Ndiyo. Kumtafuta Mungu ni ile hali ya kutaka kujua kile usichokijua kuhusu yeye. Kuhusu yeye mwenyewe. Unataka kumchimba zaidi, kuchimba zaidi, kutafiti zaidi. Ni kuongeza ile juhudi ya kawaida, maana bidii ni zaidi ya kawaida. Ni kwenda zaidi ya hapo. Kumtafuta Mungu ni ile hali ya kutaka kujua kilichojificha ndani zaidi. Ndio maana mtumishi wa Mungu Ayubu anasema mjue sana Mungu. Ukishamjua utapata amani, na ile amani ya kudumu. Amen, amen. Kisha na ndivyo utakavyofanikiwa au kubarikiwa. Kwa hali ya kumtafuta Mungu na tena kwa bidii na kwa juhudi ni hali ya kutaka kujua zaidi, kufuatilia zaidi, kuwa kina zaidi ya kawaida. Sawa, kuna tofauti gani kati ya mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na yule mtu ambaye anamtafuta Mungu kwa mazoea? Maana huenda mimi leo ninaweza nikawa nasema ninamtafuta Mungu, lakini kumbe ninamtafuta Mungu kwa mazoea ya kibinadamu na katika maisha yetu ya halisia. Tofauti iko kubwa sana. Tofauti iko hivi, mtu anayemtafuta Mungu amejikita na kujidhatiti kwa moyo wake wote kumtafuta Mungu wa kweli, kwa kumaanisha. Kwanza, faida ya kwanza au matokeo yake lazima muone. Lazima Mungu aonekane kwake, ajidhihirishe kwake. Amen. Alijidhihirisha kwa watu wengi, na hata mstari wetu ambao unatuongoza wa Isaya 55 mstari wa 6 anasema mtafuteni maadamu anapatikana. Lakini bado tunaongeza mwandishi wa Mithali. Mithali sura ya 8 na ule mstari wa 17. Anasema na wapenda wale wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa kumbe mambo ya rohoni au mambo ya kiroho yanategemeana. Kinyume cha hapo, manake Mungu anazungumza siwapendi wasionipenda na wasionitafuta kwa bidii hawawezi kuniona. Kwa ni kwamba mtu anajikita kumtafuta Mungu wake kwa bidii, kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote, kwa nguvu zake zote, Mungu wa kweli ni lazima aonekane kwake. Alionekana kwa watu wengi katika maandiko matakatifu. Lakini mtu huyu ambaye anamtafuta Mungu kwa mazoea tu, na ndio tunaona makanisani wengi leo watu wameja sana, mwingine amejiunga na kanisa kama mwanachama, moja kwa moja ni kwamba mtu huyu hawezi kumuona Mungu. Lakini pia mama, hapo kuna mwingine unakuta analia kabisa, anamwaga machozi kwenye maombi, na ukitazama kwa unasema huyu amevuviwa na Roho Mtakatifu. Vipi kuhusu hao? Asante sana. Inawezekana kabisa, na wapo watu wanamtafuta Mungu, wanajuhudi katika kumtafuta Mungu. Na hasa kizazi tulicho nacho cha leo, watu wanazunguka kwa manabii na mitume, makanisa na makanisa. Mwingine yuko tayari kusali makanisa 3 kwa siku moja. Ni vizuri mno. Lakini katika habari ya mtu huyu, juhudi zake hizi na nguvu nyingi na muda mwingi na gharama nyingi anazotumia, ni lazima ajue kwamba kuna utaratibu katika kumtafuta Mungu. Ndio. Wengi wanatumia nguvu nyingi, lakini maarifa ni kidogo. Na tunapofika kwa Hosea 6:4 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu hawa wanaweza kuwa na juhudi kabisa, wanabidii kabisa katika kumtafuta Mungu na kumtaka na nguvu zake, lakini wakapungukiwa maarifa. Katika eneo la kumtafuta Mungu kuna utaratibu wake, kuna kanuni zake. Kama vile mambo ya mwilini tunavyojua kwamba yana kanuni. Kwa mfano, katika utafutaji, swala utafutaji wa pesa ni gumu na ina kanuni zake. Kuna mtu anaweza kaanza kutafuta leo ujanani, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
mpaka uzeeni hajafanikiwa. Lakini bado kuna masuala ya madini. Watu wameenda migodini. Mimi nilikuwa na baba yangu alienda mwaka 87, babangu mdogo. Amekuja kurudi 2003. Tena amerudi hana kitu, hata nguo zimeisha. Ana hali mbaya na amechakaa, hajapata chochote alichoenda kutafuta. Kwa kuishi Maganzo au Mwadui haimaanishi kwamba sasa utabeba tu zile almasi. Au kuishi GGM Geita haimaanishi kwamba dhahabu za pale utazichota tu. Kuna kanuni zake katika utafutaji. Ndivyo hivyo katika Mungu. Mtu huyu ambaye anabubujika, anamwaga machozi, analia kila siku, kama hajafuata utaratibu na maelekezo ya kimungu, hawezi kumwona Mungu, atachengana naye. Jambo la kwanza au kanuni ya kwanza, tunapomtafuta Mungu ni lazima tujivike roho ya unyenyekevu. Kujitoa, kujishusha, kujiona huwezi. Unakwenda mbele za Mungu kwa moyo wa dhati wa kushuka na kujua kwamba siwezi isipokuwa majibu yangu yanatoka kwa huyu ninayemtafuta. Amen. Tukiungana na mwandishi wa Nyakati ya pili, ile sura ya 7 mstari wa 14. Anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Kwa kabla ya kuomba kuna jambo linatangulia. Unakwenda mbele za Mungu kwa maombi, ndio. Unakwenda kumtafuta Mungu, ndio. Ukiwa na hali gani? Maana yeye anasema huwapinga wenye viburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Kwa kanuni ya kwanza lazima tunapomtafuta Mungu tujivike roho ya unyenyekevu, roho ya kujishusha, ndipo tutaiona ile thawabu ya Mungu mbele zetu. Sawa. Ni majaribu gani makubwa ambayo hujitokeza tunapochukua uamuzi sasa wa kumtafuta Mungu kwa bidii? Maana lazima kuwepo na changamoto na majaribu ya hapa na pale, ambapo hata wewe pia na imani yapo mengi sana. Sawa kabisa. Yeah. Tukiwa katika mwili wa damu na nyama hapa duniani ni mengi. Na lengo la adui hata kuachia. Ni lazima atatafuta namna ya mbinu ili akurudishe nyuma. Tunapotazama kwa historia fupi kwa taifa la Israeli wakati wanaondoka, Farao amewaaga kabisa, kumbuka, kawaruhusu waondoke, lakini bado jicho lake liendelea kuwafuatilia wale watu. Kwa shetani hata ruhusu, hata furahia, hata ona furaha kuona wewe unajizatiti jikita katika kumtafuta Mungu. Majaribu yako mengi. Tukijenga tu hoja yetu kidogo katika Injili ya Mathayo mtakatifu ile sura ya 4 mstari wa kwanza hapo mpaka mstari wa 5 utaona anamwijia Yesu Kristo akiwa amefunga kwenye mfungo wa siku 40 anapotaka kuianza huduma yake. Tunaona majaribu kadha wa kadha hapo ambayo adui aliyatumia. Na anaweza kaja kwangu pia, ama kwa muumini yote ambaye amejizatiti na kuamua kutafuta uso wa Bwana, iwe ni kwa maombi au kwa namna yoyote ile. Cha kwanza anaweza akatumia jaribu la tamaa ya macho. Ndio. Akakutazamisha vitu vya dunia hii kwamba vinang'ara, vina thamani, hicho unachokifanya sicho. Na macho yako yanapotazama na kuona, unaahirisha safari ya kuendelea kumtafuta Mungu. Lakini pia anaweza akaleta roho, akakuinulia roho ya kiburi. Kiburi cha uzima, kiburi cha fedha, ukayaangalia hayo ulionayo, akakupa roho ya kukinai na kuridhika, ukaona huna haja, huna kiu ya kumtafuta Mungu. Lakini pia anaweza akaachiwa majaribu kwa kina Ayubu ni vipimo. Kwa kina Ibrahimu ni vipimo. Hata jaribu la utasa kwa kina Hana ni kipimo. Kwa hiyo anaweza akaachiliwa mambo yoyote, iwe ni ya magonjwa, ya huzuni. Lengo tu ni kwamba usiendelee na hiyo juhudi na hiyo bidii kujitoa kikamilifu katika Mungu. Iwe ni la maumivu au la kawaida, lakini lazima aachilie lolote. Amen. Kuna waumini wengi ama washirika ambao wapo kanisani, tayari umeshakutana nao na kuna wengi umeshasikiliza pia hata hoja zao. Hatua hizi za kumtafuta Mungu kwa bidii ndani na nje ya kanisa. Kuna wale ambao hawajazaliwa kwenye dini. Nasema baba na mama, familia za Kikristo. Kuna wale ambao wamezaliwa katika familia za Kikristo na wale ambao hawako kabisa kwenye familia za Kikristo. Tukiangazia sasa moja kwa moja kwa watu ambao hawa wamezaliwa katika familia ambazo si za Kikristo, wanawezaje sasa kuwa na bidii hii? Kwa sababu bado wanatakiwa wawe na vyanzo vya kufahamu mwanzo mpaka mwisho, kutofautisha na wale ambao wamezaliwa kwenye familia za Kikristo kabisa. Asante sana. Ni kweli. Wale waliozaliwa katika familia ya Kikristo
kwanza wanayo neema. Kama wazazi hawa, baba na mama, ni lazima wajue kwamba Mungu amewaamini, akawakabidhi ile familia kama watoto. Kwa hiyo baba anashika nafasi yake kama mchungaji na mama kama mama mchungaji au mwinjilisti. Kanisa lao la kwanza ni pale nyumbani, kuendelea kupanda ile mbegu wangali mapema. Ndio maana leo tunapata vijana kina Timotheo waliokuwa katika mafundisho mazuri, hawakuiacha imani ya kweli hata walipokuwa watu wazima, akina Danieli na wengineo na Musa pia. Tunapokuja sasa kwa watoto hawa ambao wamezaliwa katika habari ya upagani, inapotokea kafika mahali neema ya wokovu ikaingia ndani mwao, ili waweze kukulia wokovu na waendelee kuijua kweli ya Mungu ni ipi, ni ile bidii katika kufuatilia mafundisho. Mafundisho ya neno la Mungu katika sharika zao ambazo wamejiunga nazo. Ndio maana mwandishi Petro anasema, kama watoto wachanga mliozaliwa sasa, mtakuwa kwa kuyatamani, iwapo mtayatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ambao ni neno la Mungu. Ndio. Sawa, umejibu vizuri sana. Kuna wale sasa watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa, mwingine amekuwa akijiuliza maswali mengi zaidi kuhusiana na hatua hizi za kumtafuta Mungu kwa bidii. Je, tunaweza tukapata mfano kutoka kwako, maana wewe ni mwinjilisti na umezunguka toka mwaka 2000 hadi mwaka 2025. Miaka 25 hapa. Ni miaka mingi sana katika kazi hii ya utumishi. Na kwa kuendelea kumtumainia Bwana. Hebu unaweza kutupa mfano wote ambao pia unao? Sawa, asante sana. Kwanza nipende kumshukuru Mungu sana. Kila ninapokaa kutathmini huwa naona neema ya ajabu ambayo iko na mimi. Mungu ameniita nikiwa na miaka 9. Miaka 9 tu. Na hilo huwa sipepesi macho, naweza kushuhudia wazi. Japo sikumjua kama Samueli, lakini alianza kujifunua kwangu na kunipa maelekezo na maagizo nikiwa na miaka 9. Kwa nimekuwa katika neema ya ajabu namna ambavyo nilivyokuwa mimi, pamoja na ujinga na giza iliyokuwemo ndani. Pengine sikupata kina Elia, kina kuhani Elia kwa wakati huo wa kunielimisha, lakini niendelea kwa namna hiyo, na Mungu aendelea kunivumilia tu paka majira ya kuifahamu ile kweli yalipofika. Mungu akadhihirisha kitu chake. Kwa hiyo ninalo neno la kuambia watumishi wa Mungu popote pale ulipo. Jambo la kwanza, popote pale ulipo, ndugu mtazamaji wangu wa asubuhi ya leo, usiogope. Inawezekana kabisa umezaliwa katika familia ya kipagani, hujamjua Mungu, na wakati mwingine unatamani namna gani utaweza kumjua. Kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, Mungu ana mpango naye. Mungu analo kusudi kabisa ndani yako. Hebu chukua hatua ya kuijali hii neema aliyoileta Yesu Kristo kwetu. Akakubali kufa kifo cha aibu kwa ajili ya mimi na wewe. Hapendi mwanadamu yeyote angamie, anatamani sana watu wote wafikirie juu ya habari ya toba. Kwa hiyo ana mpango na kusudi kwa ajili ya maisha yako. Ana mpango kwa habari ya familia yako na nyumba yako na ndoa yako. Yoyote unayopitia magumu na changamoto unazozipitia, hazitaletewa suluhisho. Suluhisho utapata kwa waganga, kwa matabibu na kwingineko. Salimisha maisha yako kwa Yesu. Na ukishajisalimisha kwa Yesu na kusalenda mbele za, atakupa maelekezo na maagizo ya namna gani uanze kuziendea hatua za kumtafuta. Na kadri utakavyopata nafasi ya kupiga hatua mwendo kwa mwendo, point kwa point kumtafuta, ndivyo atakavyoendelea kujidhihirisha na kujifunua kwako. Na kuwa karibu na wewe zaidi. Mungu ana mpango na kila mmoja. Sawa. Je, maombi yana nafasi gani katika kumtafuta Mungu kwa bidii? Maombi miongoni mwa milango au eneo kubwa lenye mlango mpana kabisa na mrefu ni eneo la maombi katika kumtafuta Mungu. Huu ni mlango mpana na mkubwa kabisa ambao hata Mungu mwenyewe amezungumza mara nyingi sana. Tukija kwenye neno letu la leo tu, Isaya 55 mstari wa 6, anasema mtafuteni, mwiteni. Bado Yeremia 33 mstari wa 3 anasema niite. Yeye mwenyewe anajieleza na kutualika, niite nitakuitikia. Na si tu kuitika, nikiitika nitakuonyesha mambo makubwa na mazito. Kwa hiyo maombi ni mlango, ni njia. Na miongoni mwa mashujaa wa imani walioshuhudiwa katika imani zao, waliomwona Bwana, ni wale waliojenga tabia
na utaratibu na tabia ya kukaa na Mungu katika maombi, ya kumshirikisha Mungu haja zao, ya kuendelea kuzungumza na Mungu. Ona kina Ibrahimu, ona kina Musa, ona kina Yoshua na watu wengineo. Kwa kupitia maombi, maombi ni mlango mpana ambao una sehemu ya kanuni au taratibu au hatua au njia kubwa ya kumtafuta Mungu. Amen. Na ni njia rahisi ambayo Mungu wa mbingu na nchi anajidhihirisha na kuonekana. Maana maombi ni mawasiliano. Amen. Tunapoomba tunawasiliana na Mungu wetu. Amen. Tunazungumza na Mungu wetu. Na Mungu anaitika, anatupa maelekezo. Amen. Kupitia maombi. Amen. Tukizungumzia, tujikite hapo kwenye maombi. Watu wengi sana wamekuwa wakiendelea kufanya maombi na kwa bidii wakimtafuta Mungu, lakini hii inaweza kuwa ni changamoto ama jaribu kwa watu wengi ambao wamejitoa kufanya kazi ya Bwana. Mfano, unaweza kukuta mtu anafanya maombi sana na anatarajia kupata kila ambacho anakitamani yeye kwa muda mfupi sana, lakini kupitia yale maombi ambayo ameyaomba inachukua muda mrefu na inampeleka hata yeye pia kukata tamaa. Hii inakaaje kwa watumishi wa Mungu? Kwa sababu huenda wengi wakawa wamepotea katika ile njia ya kumtafuta Mungu kwa bidii, kwa kuona mbona kama Mungu ametuacha, kwa ukimya ambao unakuwepo kwa muda mrefu. Asante sana. Tunao watu wawili wa kujifunza hapo. Yako mambo mengi, ziko sababu nyingi, lakini nitataja tu kama chache hivi. Sababu ya kwanza, mtu anayejitoa katika kumtegemea, kumtafuta Mungu kwa bidii na kwa juhudi na bado hajaona majibu yake, inawezekana majira ya mtu huyo kupokea bado. Hapaswi kukata tamaa. Mtu wa kwanza ni Ibrahimu. Miaka 25 toka alipoahidiwa mtoto paka anakuja kupata mtoto, miaka 25 ilipita. 25 imepita. Uzeeni kabisa ndo anampata mtoto. Akiwa na 75 paka huko. Lakini tunamuona pia mama yetu Hana mke wa Elikana katika habari ya tumbo lake kufungwa. Kwa hiyo Mungu anapokawia kujibu haimaanishi kwamba hayupo au hana mpango na wewe. Anaweza kunyamaza kwa sababu majira bado, kila unachokiombea, kila ulichokibeba ni kikubwa zaidi. Kwa mfano Ibrahimu kuitwa baba wa mataifa, ilimpasa Mungu amwandae. Katikati ya kunyamaza, katikati ya kukaa kimya kama hajajibu, kumbe anatushape, anatudiscipline, anatutengeneza, anatufinyanga, anatupima kiwango cha imani yetu ili komae hivi hata nitakapokuja kupokea huo muujiza. Usiwe sababu ya anguko, usiwe sababu ya kunirudisha nyuma, usiwe sababu ya kumkufuru Mungu, usiwe sababu ya kuwanyanyapaa wengine na kuwaona kama hawana imani vile. Amen. Kwa Mungu anaweza akajibu kama atakavyo. Akajibu leo papo kwa papo, kama mwanamke aliyetoka na damu kwa miaka hiyo 12. Mungu bado analo kusudi, ni kupanua, kukuza imani zetu na jitukuze kwa wengi. Anaweza akanyamaza akajibu hapo baadaye. Bado anatutengeneza, anatupima viwango vya imani zetu. Tunatengenezwa. Wana wa Israeli wakiwa njiani, ndani ya safari yao kule kukawia pia kulikuwa na faida. Walijifunza kutengeneza mahema, matenti, walijifunza kumtegemea Mungu, waliendelea kukomazwa, Bwana aliwashepu. Kwa ziko sababu ambayo nimesema kubwa ni kwamba Mungu wa mbinguni anataka kujifunze kitu, anataka kujitukuza, anataka kukupima kiwango cha imani yako, ya kwamba kwa unampenda, lakini pia anataka kukushepu na kukutengeneza, na baada ya hapo anakuingiza. Lakini pia anapima uvumilivu wako na ustahimilivu wako. Lakini pia pengine adui anaweza akasimama mbele ya jaribu lako. Tunaona Danieli anaomba maombi siku 21 akiwa katika mfungo, na inaonekana Danieli hajajibiwa anavyoona yeye. Lakini baada ya muda anashuka malaika wa maombi ambaye anakuja analeta majibu, malaika Gabriel. Anamwambia nimetumwa kuleta kwako. Siku tu uliyojinyenyekesha na kutia ufahamu kuomba, ulisikiwa na maombi yako yalifika kwenye kiti cha enzi. Lakini yule malaika mfalme wa Jemi aliyapinga maombi haya siku 21. Amen. Nami nimeshuka kupatia. Kwa shetani ndio maana Yakobo amesema mpingeni na atawakimbia. Yuko naye kwa ajili ya kupinga maombi yetu. Lakini la tatu pia anazungumza mzee Yakobo ya kwamba mwatamani wala hampati. Mnataka kupata lakini hamwezi. Mnaomba kwa sababu mnaomba vibaya. Vitumie kwa nia yenu mbaya. Nia yako hasa ni nini? Hapo kwenye nia napo ni pa muhimu. Ninaomba gari ili liweje? Nikishapata hiki kinisaidie kwa namna gani?
Kwa ni maeneo matatu. Mungu mwenyewe anasimama kwa habari ya kuendelea kututengeneza, kutupima, kutupitisha. Lakini adui pia anaweza kusimama na vikwazo vyake vingi. Lakini tatu ni kwenda kinyume na taratibu. Ama naomba lakini sijatengeneza. Bado anasema kwenye Isaya 59 mstari wa 2 ya kwamba maovu yenu yamewafarikisha na Mungu, na hata kuomba kwenu naona ni kelele mbele za Mungu. Maana Mungu wa mbinguni hawasikii wenye dhambi, bali maombi ya mwenye haki ni manukato mbele zake. Bali maombi ya mwenye haki ni manukato mbele zake. Kwa si tu kule kuomba kwangu kwa juhudi, kwa bidii. Nimesema kuna kanuni na utaratibu. Ninapokwenda mbele za Mungu niko kwenye hali gani? Maisha yangu kwa ujumla, ninamcha Mungu kweli? Yana ushuhuda? Ni kielelezo? Maisha yangu ni ya utakatifu? Ndipo maombi yangu yatamfikia Bwana kama manukato. Amen, amen. Yes. Amen. Ni hatari zipi zinatokea mtu anapojaribu kumtafuta Mungu kwa bidii bila toba? Kwa sababu kuna wengine huenda wanamtafuta Mungu bila toba. Sawa kabisa. Cha kwanza, jambo la kwanza ni kwamba Mungu, tumezungumza tu hapa, tumemaliza sasa hivi, hawezi kusikia. Ndio. Mwanadamu chini ya jua toka pale Edeni alipoangukiwa na utukufu, kuwaza kwetu, kunena kwetu, kuishi kwetu, tunakosea Mungu mara nyingine. Ndio. Sasa bila maisha ya toba, Daudi alijifunza maisha ya toba, maana maisha yake yalikuwa ni mazuri. Maana yake kinyume chake kuna kiburi ndani yake, kuna kujihesabia haki ndani yake, na yeye huwapinga wenye viburi. Maombi yangu ni bure, haijalishi nitajikita. Takuwa ni sehemu tu ya muumini na Mkristo wa kawaida wa mazoea, lakini matokeo chanya ni ngumu kuyaona. Sawa. Ni vitu gani ambavyo vinazuia tamaa ya kweli ya kumjua Mungu katika kizazi hiki? Kwa sababu tupo katika kizazi cha mitandao ya kijamii na kila mmoja amekuwa akiingia katika mitandao ya kijamii kutafuta na kufanya chochote kile ambacho anakipenda. Tukiingia katika swala zima la kumtafuta Mungu kwa bidii kwa kupitia mitandao ya kijamii kwa kizazi hiki, wewe ni mwinjilisti kwa muda mrefu sana, hii inakaaje pia? Je, ni moja kati ya chanzo cha kutukosesha tamaa ya kweli ya kuendelea kumtafuta Mungu? Sawa. Kwanza, kizuizi cha kwanza kabla mitandao ya kijamii, kwa sababu kuna watu wa duniani wa vijijini huko, ndio, ni ubize. Ndio. Ubize wa mambo mengi. Dunia sasa iko bize kuliko kawaida. Hasa kwenye masuala ya utafutaji. Habari ya kutafuta vipato. Kila mmoja yuko bize kiasi kwamba kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili anakuja kuzuia tu na ule usiku. Hicho ni kizuizi kikubwa kabisa cha kutokumtafuta Mungu. Ndiyo. Lakini pia pamoja na ubize na swala la utafutaji, maisha ya michanganyo yanaleta vizuizi na vikwazo. Moyo unakuwa hauna shauku na kiu kwa sababu umesongwa na dunia na vitu vingi. Lakini bado mitandao ya kijamii amekuwa ndio baba pia ambaye amewafunika watu na kuteka fahamu zao na akili za watu. Ndiyo. Kukicha mtu toka asubuhi ni kugugo tu. Muonyeshe habari, muulize habari zote zilizotokea leo na usiku wa leo nazifahamu. Muulize hata angalau Mathayo 20 mstari wa kwanza inasemaje. Kwa kupitia mitandao ya kijamii hii ni mizuri mno, imerahisisha mambo, imetusaidia vitu vingi, imetufungua fahamu na kututoa katika ugiza na ujinga, lakini inategemea ni wewe mwenyewe namna gani unaitumia. Na shetani mbinu yake na mpango wake ni kumuondoa Yesu ndani ya mioyo yetu. Amen. Ili aweke mambo haya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ameteka fikra, ameteka fahamu. Jana akiwa bado mdogo anajua mambo mengi kuliko mambo ya rohoni. Kwa mitandao ya kijamii namna tunavyoichukulia na kuitumia sisi, tukiitumia hasi kwa mitazamo hasi, ni lazima imuondoe Yesu ndani ya mioyo. Leo mtu ana Google, kila kitu kiko hapa kiganjani. Hana muda wengine hata kwenda kanisani hawaendi. Muda wa kusoma neno haupo. Na hivi vitu vinafunika akili na ufahamu na kumletea umateka mtu. Ndio. Hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii kama mada yetu iliyopo mezani siku hii ya leo. Kwenda na simu kanisani kwa kutumia mitandao ya kijamii na kuacha Biblia, je, ni moja kati ya chachu ambayo inapelekea watu wengi kutokumtafuta kwa bidii? Yes. Kwa kutumia simu sana makanisani. Inawezekana. Kutumia simu inawezekana labda isiwe dhambi. Sijui mtu huyo kwa nini anatumia simu. Kwa mfano sasa kuna changamoto za watu wengine hawaoni labda Biblia maandiko madogo madogo. Lakini kama Biblia unayo nyumbani, kwa nini usitumie?
Bado ninaungana kabisa kwamba simu ni kitendea kazi ambalo neno nitaliona mle, lakini Biblia kama Biblia, uvuvie uliomo mle toka waandishi, jamani, uko tofauti na simu. Kama mtu huyu hana udhuru wa aina yoyote na Biblia nayo, mimi ninashauri atumie Biblia kuliko simu. Itakuwa ni njema zaidi na ni baraka zaidi. Itakuwa baraka. Hii mitandao kuna siku itazimwa, itafungwa. Lakini Isaya 40:1 anasema majani na mimea kauka, bali neno la Bwana litadumu. Litadumu na halitaweza kusinyaa kamwe. Halitasinyaa. Je, mtu anawezaje kutofautisha sauti ya Mungu na mawazo yake mwenyewe? Kwa sababu mimi leo naweza nikawaza au nikawa katika kumtafuta Mungu kwa bidii na nikafanya maombi sana. Ndiyo. Na mwingine huenda asubuhi akasema nimetoka kufanya maombi, kwa kweli nisi kama nimeoteshwa kitu kupitia yale maombi. Lakini huenda kumbe kile kitu yalikuwa ni mawazo ama fikra ambazo alikuwa akiomba zikimjia. Hebu tutofautishie vitu viwili hivyo. Sawa, hapo ni pagumu kidogo. Ndio. Panahitaji mafunuo na muda wa kutosha zaidi, lakini tu niseme yale mawazo ya mtu ni moyo halisi wa kwake. Tunaweza kuyagundua tu wakati mwingine. Kile kimjaacho mtu ndicho kimtokacho na ndicho anachokiona. Ndio. Sauti ya Mungu ndani ya mtu tunaweza kuielewaje na kuigunduaje kwamba hii ni sauti ya mtu? Sauti ya Mungu inapojidhihirisha ndani ya mtu huja kwa upole, na tena kama kuna kusudi Mungu amelenga kuzungumza na kusema na mtu huyo, kama halijatimizwa itanyala. Amen. Lakini kwa mfano mimi labda ni binti kwa mfano, shauku yangu ni kupata mme, shauku yangu ni kupata mwenzi. Hapo nikilala tu naibuka, nikilala naona, nikiingia kwenye maombi naona nafunga ndoa na shela na mtu, kimeujaza kile moyo ndani yangu. Kwa sauti ya Mungu inaweza kuzungumza kwa upole na tena kwa unyenyekevu na tena kwa utulivu, na tena lile neno linaweza likaja tofauti na ulivyowaza, hujawahi kuwaza wala kufikiria, lakini yale mawazo yako lilikuwemo, linaendelea, na ndio naitwa moyo halisi. Kwa Mungu anaweza kujifunua kaleta kitu ambacho hakikuwepo kabisa. Lakini hapo pia adui yupo. Ndio maana nimesema hata kwenye swala la kumtafuta Mungu, maarifa ni ya muhimu. Leo watu wanatembea na chupa za upako na mafuta ya upako, na wanabidii, wana juhudi kweli. Na si kwamba wanaekti, wana shida, wana changamoto, wanatafuta suluhisho, lakini nini kimepungua? Maarifa. Maarifa yanatokana na neno la Mungu. Neno la Mungu likijaa kwa wingi ndani, utaitambua hii ni sauti ya Mungu, hii ni sauti ya ibilisi, haya ni mawazo yangu. Hapo umezungumzia na kugusia kuhusiana na mafuta. Kuna mafuta, kuna maji, pia kuna vitambaa. Hizo na zenyewe ni moja kati ya hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii. Binafsi mimi napinga, sio mwanachama wa hivyo. Ndiyo. Hata kidogo. Ninachokiamini toka nilipompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nguvu za Roho Mtakatifu ziko ndani yangu. Amen. Haziko kwenye kitambaa na mafuta. Amen. Siwezi kupinga sana kwa sababu hata mafuta zamani walitumia na maji. Kama ufunuo Roho Mtakatifu akaniambia fanya hiki, Ndiyo, ninafanya, lakini lisiwe tendo endelevu sasa kama kama msalaba kahirizi kakutembea nako. Ndiyo. Kwa ufunuo, na alijifunua hata yeye kwa makusudi, kwa wakati maalum na kwa kusudi maalum. Kama atajifunua Roho Mtakatifu kunielekeza ama kumwelekeza mtu, afanye, lakini isiwe sehemu ya mazoea na kwamba nguvu ya Mungu sasa inakaa katika peni na katika simu. Hapana. Nguvu ya Mungu iko ndani ya muamini. Amen. Aliyemwamini Yesu. Amen. Na tunapata mafanikio gani sasa tunapoendelea kumtumainia Bwana katika hatua za kumtafuta kila uchwao kwa kusoma neno lake, kusikiliza mahubiri, kusambaza vitabu huku na kule? Wewe ni mwinjilisti na imani huwa kuna vitabu pia na kugawa vijizu. Hata mimi mwenyewe ni mwandishi wa vitabu. Ni mwandishi wa vitabu. Yes. Hongera. Sasa hapo tunapata mafanikio gani? Okay, sawa kabisa. Kwa sisi kama sisi au wale wote, kwa watazamaji na hata pia ambao wanatamani kumjua Yesu Kristo na kuwa mwokozi wa maisha yao. Ndio, sawa. Faida zipo nyingi. Faida ya kwanza ndio kazi tuliopewa, kuambia wengine habari za Yesu, kuwainjilisha wengine, kuwahubiri wengine, kuambia wengine uzuri wa Yesu kwa njia mbalimbali kama hivyo vijitabu, vinini na kuendea wengine. Katika faida ya kwanza ni kwamba tunapofanya hivyo tunamzalia Kristo matunda. Maana kupitia hiyo kazi
wanazaliwa wana kupitia sisi. Hayo ni matunda ambayo Kristo atatukuzwa, na akitukuzwa anajibu hata haja zetu pia. Na hiyo ndio heshima, na hiyo ndio kusudi ambalo Yesu alimleta. Alituchagua na kutuita. Lengo kuu tumzalie matunda, na matunda yale yapate kukaa, kudumu. Lakini pia kadri tunavyoendelea kufanya, kumtumikia kwa namna mbalimbali, kuambia wengine, kuwainjilisha wengine, kuwasaidia wengine, tunakuwa kiroho, tunaendelea sisi kujengwa. Lakini pia tunakuwa karibu na Mungu, marafiki wa Mungu, kwa sababu tunafanya. Na yeye amesema katika Injili ya Yohana ya kwamba ninyi siwaiti tena watumwa au watumishi. Amen. Maana mtumishi hajui analolifanya bwana wake. Ninyi mtabadilika majina yenu na taito yenu kuwa marafiki zangu, ikiwa tu mtafanya yale niliyotumwa kutoka kwa Baba yangu nikawaagiza, na ninyi mtayafanya, mtakuwa rafiki zangu. Mtakuwa rafiki zaidi. Yes. Katika maisha. Tutakaribishwa zaidi kwenye kiti cha enzi. Sawa. Mungu tutamtafuta, ataonekana, atajizihirisha, kujifunua kwa yeye sirini zaidi, kwa sababu tunatoka kiwango cha kumjua kwenda kiwango kingine. Kiwango cha kuwa wanafunzi waaminifu, wafuasi waaminifu, kuwa kiwango kingine. Kiwango cha kumtumikia Mungu na kujitoa kumzalia matunda. Lazima Mungu ajifunue kwetu, na anatujenga imani na kukomaza imani yetu. Anatupa nguvu ya kuendelea kusimama imara, katika kumtumikia bila kuyumbishwa. Bila kuyumbishwa. Yes. Je, ulishawahi kuyumbishwa pia katika kumtafuta Mungu kwa bidii? Mara nyingi. Kwenye kazi zako za uinjilisti? Ndio. Kusambaza vitabu, na ukitazama wewe ni mwandishi pia. Nimewahi kuyumbishwa mara nyingi, lakini nashukuriwa Mungu, myumbiko wangu ulibaki tu kwenye yale maumivu. Ndio. Nifanye nini? Niko katikati ya giza nene, niko katikati ya utelezi, niko katikati ya changamoto. Ninafanya nini? Ninakimbilia wapi? Siri ya kutokuyumbishwa tunaiona kwa watumishi wa Mungu waliopita. Mtumishi wa Mungu wa Ayubu anatufundisha kitu, na mwisho anatusii siri iko kwenye kumjua. Mtu anayemjua, anayemtumikia ni nani, ana nguvu gani, ana uwezo gani, ana mamlaka gani, amebeba nini ndani yake. Hata kama mawimbi na dhoruba vitapita, vitainuka, kama neno la Kristo ameliweka limejaa kwa wingi ndani, si rahisi Mungu kumtenda dhambi. Ni kweli utayumba na kuhangaika, na pale lile neno limebeba ahadi za Mungu ndani yake. Unapopita pagumu litachipuka, itakwambia mwanangu usiogope, niko pamoja na wewe. Unapopita kwenye maji mengi, neno litasimama. Amen. Tunaanguka kwa sababu hatuna neno. Hamtumjui Mungu ni nani, Yesu ni nani, ana uwezo gani. Wakati mwingine Yesu wetu amezidiwa na viganga vya kienyeji, hajasoma hata darasa la kwanza. Wewe umekwenda kupewa hirizi ya kukulinda. Hivi anayemlinda mwenzake kati ya hirizi na wewe ni nani? Si lazima usome kichwani, maarifa hayapo. Lakini maarifa ya neno la Mungu yanapokuwa ndani ya mtu, yanamuongoza. Neno la Mungu ni taa na mwangaza wa njia, linatuongoza, linatuelekeza nini tufanye, kwa wakati gani na kwa muda gani. Wakati huu na kipindi hiki niko wapi? Lilimuongoza mtumishi wa Mungu Danieli ugenini Babeli. Majira na nyakati zile ambazo alikuwa anaishi, akavisoma vitabu, likamwelekeza kwamba majira na muda wa kukaa hapa utumwani ugenini umekwisha. Neno ni ngao, ni nguzo. Neno ni ngao na ni nguzo kabisa. Ulishawahi kukutana na kisa chochote cha kusisimua katika hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii, hususan kwa washirika ambao wamekuwa wakikuzunguka na ambao umekuwa ukiendelea kutoa huduma hii? Kisa ambacho ninakiona ni kitamu kabisa kwangu, ambacho hata pia mtazamaji ambaye anatazama kwa sasa inaweza kuwa ni hatua ya karibu kabisa na ni hatua kwangu na sitaisahau. Ndio. Sio cha washirika, lakini kilikuwa cha mimi mwenyewe. Ni hatua mbili, ni vitu viwili, visa viwili ambavyo ninaona na ndio sehemu ya mimi kuwa hapa leo. Pengine nisingefika hapa nilipo. Kisa hiki, mpenzi mtazamaji wangu wa asubuhi ya leo, ni kwamba nilipata mtoto wangu wa kwanza mwaka 97, mtoto wa kike. Mwaka 2000 Mungu akanibariki dabo mapacha. Mapacha wa kike wote. Ilipofika mwaka 2001, nakumbuka kwa ni mwezi wa 4, mtoto mmoja akawa amepotea kwa mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo pacha Kurwa alipotea. Siku 3 hayupo. Ni mtoto wa kunyonya. Sitaisahau kwenye maisha yangu ya wokovu. Na nakumbuka kipindi hicho wokovu wangu ulikuwepo, lakini ni ule wa kawaida, ana dini wa mapokeo.
Wanasema chanzo changu kilikuwa hapo, kumjua Mungu wa kweli. Amen, amen. Mizaha iliishia hapo. Wanasema zimamoto. Zimamoto. Kienda huku upo, haueleweki. Wale wanaobeza maombi na kubeza habari ya wokovu hawajakutana na Mungu. Ndio. Nilikutana na Mungu live. Kwa hiyo mwanangu alipoketea katika mazingira ya kutatanisha, siku hizo 3 hayupo. Kaenda kumkuta huko majarubani, vichocholoni huko mapolini, akiwa kwenye hali ngumu. Kwa nilipita na mtoto yule takribani mwaka mzima. Hali ilikuwa ni tete, siwezi kusimulia na kuelezea. Kuna kitabu nimeandika nikasimulia hiyo habari. Nadhani kitatoka muda wowote ambao Bwana ataruhusu kitoke. Kwa mazingira yale yaliendelea kunifuatilia. Baada kuendelea kusota, Bwana anajifunua kwamba nakuhitaji mwanangu, ni majira yangu. Kwa alinipitisha, ilikuwa ni mapito mzega mwaka mzima. Leo ni afadhali ya jana. Baada ya yule mtoto kupita, nikabeba ujauzito tena, Mungu akanipatia mtoto wa kike. Mtoto yule naye ilikuwa ni vituko. Nilipita naye mpaka mwaka 1 na miezi 7. Lakini kabla ya hapo, ujauzito ukiwa na miezi 7 ulipotea ghafla. Hizo ni hatua za Mungu kunitafuta sasa, sio mimi kumtafuta. Mungu kunitafuta. Maana pia Mungu naye anamtafuta mtu. Na huenda visingekuwa visa hivyo hata leo. Mimi nakiri kabisa ningekuwa wa kawaida. Singekuwa mwandishi na mwinjilisti. Hapo ndipo patamu kwenye nguvu yangu na mtaji wangu. Sawa. Kwenye Ezekieli anasema 22:30, Mungu anatafuta, nikatafuta mtu. Kwa tunapomtafuta Mungu, yeye kwanza alitutafuta na anatutafuta. Ndio maana Yesu alikuja kututafuta tuliopotea. Amen. Miongoni mwake ni mimi na wewe Andrea. Amen. Wakati ananitafuta aliachilia hayo mapito. Kwa anaweza akaachilia pito kwako kwa sababu anakutafuta, ana haja na wewe kama yule mwanapunda. Amen. Anakuhitaji kwenye ufalme wako, atakupataje? Amen. Lazima mwanadamu katika raha sio rahisi kumtafuta Mungu. Lazima achilie ugumu. Amen. Kwa hiyo mimba ilipotea toka miezi 7, nikakaa tena miaka 2 bila ujauzito. Asubuhi mjamzito, jioni huna mimba. Asubuhi. Kwa hivyo ni vituko vya ajabu ambavyo ndio maana nimesema hapo ndipo patamu. Lakini mtoto baadaye kuja kujidhihirisha kwa maombi sasa. Nimeshamaliza hapo, mzaha haupo. Mimi kwenye maombi sina mzaha. Tucheze kwenye mambo mengine. Tunapofika kwenye habari ya kumtumikia na kumwabudu na kumsifu na kumwomba Mungu, sitakujua hata kama wewe ni nani pembeni yangu. Amen. Ninajua siri iliyoko iliyojificha. Kwa hiyo baada ya hapo mtoto huyo, ujauzito ukarejea kwa maombi. Baadaye kajifungua mtoto akiwa na mwaka 1 na miezi, nadhani akiwa na miaka 3 kabisa, kwa ameshika miaka 3. Mtoto yule Mungu alimtoa. Na alimtoa kwa ghafla nikiwa safarini. Najiandaa kutoka tu, nikokuwa nimesafiri Shinyanga kurudi Mwanza. Najiandaa kutoka nyumbani kwenda kupanda basi, mtoto yule alilala kwa namna hiyo. Na ndipo Mungu akajifunua wazi nini alikuwa anataka kwangu. Amen. Na mimi nikasalenda, toka hapo ninatembea na Bwana. Na mtazamaji, na hizo ndio hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii. Unaweza kujiuliza, wewe umekuwa ukimtafuta Mungu kwa bidii kwa namna gani? Leo tuko na mwinjilisti hapa, lakini pia kama ulivyosikia ni mwandishi wa vitabu. Ameandika vitabu vingi sana kwa muda mrefu na akiendelea kufanya kazi ya Bwana, na kisa hicho huenda kimekusisimua na kujenga hisia za kiroho ambazo zitakufanya wewe kuendelea kumtumainia Bwana zaidi. Tunapoelekea ukingoni katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, ni takribani vitabu vingapi ambavyo umeviandika? Vitabu ambavyo mimi nimeandika ni vitabu 2. Cha 3 ndio kiko mbioni. Kitabu cha kwanza kinasema nyenzo muhimu za kukusaidia katika urafiki, uchumba hadi ndoa. Nadili na vijana sana. Penda sana kundi la vijana. Penda sana vijana. Sana. Mimi ni mama wa vijana, ni rafiki wa vijana. Hata wao wanafahamu. Sawa. Na watoto wengi. Ndio, kwa kuandika umetaja cha kwanza. Cha pili, maombi yanayougusa moyo wa Mungu. Maombi yanayougusa moyo wa Mungu. Ndio. Ni maombi yanayougusa moyo wa Mungu. Na cha 3 bado nakiandaa, sijapata title kamili. Ndio. Sawa. Je, kanisa lina mchango upi haswa kuhakikisha kila mmoja anahusika kikamilifu katika hatua hizi za kumtafuta Mungu kwa bidii zaidi? Kanisa kwa ujumla. Kanisa ndio mama. Ndio chombo, ndio mlango, ndio lango mahali ambapo Bwana majeshi Yesu Kristo aliacha kanisa kwa kazi hiki. Ndio njia ya watu kumuona Bwana. Baba zetu wachungaji, maaskofu,
wanajitahidi sana katika habari ya kuwaelimisha watu, kuwaleta watu kwa Yesu, na wanapoingia humo na waongoza katika kweli ya Mungu, kuijua kweli yote. Kwa kanisa lina mchango mkubwa sana. Ninachoweza tu kuomba ni kwamba kanisa la leo limeingiliwa na mambo mengi. Hebu tusimame kwenye mpango wa Mungu mmoja. Kanisa hilo liacha Yesu Kristo, kanisa lisokuwa na mawa. Kanisa analolitaka leo lijikite katika kutafuta uso wa Bwana, kumlilia Mungu na kumshirikisha mambo yote, kuwaleta watu kwa Yesu, kuhubiri injili katika kila kona. Kuna watu wajua hata Yesu ni nani. Pamoja na mambo yote naweza kufanya miradi na mazingira mbalimbali na teknolojia inaendelea, lakini swala kubwa ni kuwaleta watu kwa Yesu. Amen. Na wanapoingia ndani, waje wamuone Yesu kweli halisi, waone matendo yake makuu, maana eneo la kanisa ndipo mahali pa makimbilio. Amen. Kule dunia ina shida, watu wana changamoto, watu wako gizani. Wanapoingia ndani ya nyumba ya Mungu, wameingia nuruni, wamuone Yesu kama anavyosema, onjeni muone jinsi alivyo mwema. Jinsi alivyo mwema. Yes. Sawa. Kumekuwepo na mikutano mbalimbali ya hadhara katika mji wetu, jiji letu hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na pia tumekuwa tukiona watumishi mbalimbali wakiendelea kusisitiza kuendelea kumtafuta Mungu kwa bidii zaidi. Kwako maoni yako ni yapi sasa kwa watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa, ambaye pia ana shauku kubwa ya kumtafuta Mungu kwa bidii, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale, huenda za kifamilia, ndugu na jamaa, na hata pia kazini, anashindwa namna ya kutenga muda kumtafuta Mungu kwa bidii? Asante sana. Na kweli Yesu anahakikisha kwamba hatutakuwa na la kujitetea. Atahakikisha kabla hajarudi injili itahubiriwa mahali pote. Watumishi wa Mungu wanatoa gharama, makanisa yanatoa gharama mbalimbali, watu wanakuja kuhubiriwa na watu wanalipokea neno. Kikubwa tu niseme kwamba hatuna udhuru katika habari ya kumtafuta Mungu. Hatupaswi kuwa na udhuru wa namna yoyote ile. Ukimjua yeye ni nani, ukampa kipaumbele cha kwanza katika maisha yako, utakuwa na udhuru. Kazi haitakuzuia. Ajira ulionayo ni matokeo ya yeye kukujibu. Anyway, anasema ya Kaisari mpeni Kaisari na Mungu mpeni Mungu. Pengine labda ni habari ya ajira na kufunga kwa namna hiyo. Ndiyo. Anaujua moyo wako. Maana yeye anaufahamu moyo, huangalia ndani ya moyo zaidi. Ndiyo. Anafahamu kwamba unayo nia. Popote pale ulipo, huna uwezo wa kwenda kanisani, kukusanyika na wenzako, watakatifu wenzako kama hivyo desturi mara kwa mara. Popote ulipo nuru iangaze. Uko makazini, tuko wapi, tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Haki ionekane. Haki pia ni sehemu ya hatua na sura ya kumtafuta Mungu mwenye haki. Amezungumza mithali nadhani ya kwamba haki huinua taifa. Kadri ya kiwango cha wenye haki kinapozidi kuongezeka, kinavyozidi kuongezeka, iwe katika familia, katika jamii, katika kanisa, katika taifa, ndivyo tunamwona Mungu akijifunua kwa zaidi. Lakini kadri waovu wanaongezeka, ndivyo ile neema, nuru na jua la neema linazimwa. Amen, amen. Tunapaswa kuionyesha haki yetu popote pale. Walikuwepo kina Danieli, ugenini bado nuru iling'ala na liangaza. Kwa nini? Ni pale mtu tu atakapomwamini Yesu na kumpokea na kumjua yeye ni nani, ana nafasi gani kwenye maisha. Yeye ndio uhai wetu, ndio uzima wetu, kuishi kwetu ni yeye. Nje ya yeye hata hiyo kazi haiwezi kuleta manufaa. Hatutaleta uzuri wa namna yote, tutafanya mambo yetu, lakini bado nafasi yake haitaingiliwa na mtu yeyote. Zaburi 124, Daudi alijua thamani ya Mungu. Ndio maana anasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja na mimi katika haya na yale, Israeli na aseme sasa. Amen, amen. Amina. Amen. Mfano wa kufunga na kujinyenyekeza kikamilifu ulizungumza hapo na ukagusia kidogo. Kwa watu tumekuwa na kila dini na dhehebu wamekuwa na desturi ya kuwepo na siku za kufunga za kujinyenyekeza kikamilifu. Na kila mmoja, hata pia mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa, ingawa huenda naye pia ni mojawapo ya washirika ambao wameshawahi kufunga, swala la kufunga na kujinyenyekeza
kwa watu ambao pia wamekuwa huenda wanapuuzia swala hili na kuchukulia ni la kawaida kabisa katika hatua za kupambana na kutafuta nguvu ya Roho Mtakatifu, ili swala linakaaje pia kwa kusisitiza, kwa msisitizo makini kabisa? Asante sana. Swala la kufunga na kujinyenyekesha, kama mtu Mkristo muamini aliyemwamini Yesu atafanya katika roho na kweli, linamshusha Yesu katika kiti chake cha enzi. Kujinyenyekesha kwa kufunga ni ile kujitoa, kujinyima mambo kadha wa kadha ulioyapenda. Mfano, kunyima mwili mahitaji yake ya msingi. Mwingine labda kufunga kwa kulala chini na vitu vinginevyo kadri Roho Bwana atakavyomuongoza. Kwa ni swala ambalo linadhihirisha ya kwamba kama atalifanya huyu sio kwa kujionyesha tu, kwa sababu bado kila kitu kina kanuni na taratibu zake. Unapokuwa umefunga na kwenda mbele za Mungu kwa maombi ya kufunga na kuomba, si tu kufunga, hata namna zako na mifumo yako. Sasa nimefunga na kuomba na kumlilia Mungu usiku na mchana, lakini bado naiba, bado nasema uongo, bado nateta, bado nafanya hivi, bado natapeli, bado nadhulumu, takuwa napoteza muda. Amen. Likifanywa kwa kumaanisha, hii ni sehemu ya nguzo ya muhimu sana. Na Yesu Kristo kabla hajaanza huduma yake alitafuta mapenzi ya Baba yake, mapenzi ya Mungu, akafunga na kuomba. Sababu unapofunga, ukiwa kwenye kufunga, akili inakuwa na nidhamu, mwili unakuwa na nidhamu, unapata utulivu wa kujitenga, unaipata ile faragha ya kwamba katika eneo hili nina kazi moja tu ya kumsikiliza Mungu katika eneo hili. Lakini pia kupitia kufunga ndipo tunapata nguvu za kiroho. Amen. Tunapata maelekezo toka kwa Mungu. Amen. Amen. Ni la muhimu sana kwa Mkristo. Hapaswi kupuuzia. Amen. Katika hatua za kumtafuta Mungu kwa bidii, je, mavazi yanaweza kuwa ni moja kati ya kishawishi kikubwa zaidi? Kabisa. Biblia, Paulo kwa Korinto anasema ya kwamba miili yenu itoeni iwe dhabihu takatifu. Hiyo ndio ibada yenye maana. Kumbuka nimezungumza toka mwanzo, hata kile kitabu changu cha maombi ya ugusayo moyo wa Mungu kimeeleza kwa mapana sana ya kwamba si tu kuomba, maisha yako yote, full life yako ikoje. Ninamtafuta Mungu ndio, lakini ninapojaribu, anaponiangalia huyu mtu, physical appearance yangu ikoje? Sisi tumefanyika kwa barua, sisi ni nuru, sisi ni vielelezo, tunasomwa na kila mtu. Huwezi kwenda mbele za Baba yako na mtafuta kwa bidii na jasho, lakini umevaa kimini, umevaa kitu ambacho kila naye kuona na muingiza majaribuni na mtoa na mhamisha kwenye njia. Ni lazima nishuhudiwe katika mwenendo wangu, katika usemi, kama alivyozungumza Paulo kwa Timotheo. Amen. Iwe kielelezo katika mwenendo, katika usemi, katika maneno yenu, katika matendo. Yani full life yangu, package yote anaponitazama mtu. Hata Mungu anaponiangalia sema kweli mwanangu, hakuna kizuizi na kipingamizi katika hilo. Wengi wanasema kwamba Mungu haangalii mavazi, ni sawa, anaangalia roho, lakini tumefanywa kuwa ni kielelezo, tumemvaa Kristo. Ni lazima tuwe kielelezo katika maeneo yetu yote yakiwemo mavazi. Amen. Lakini vipi kuhusiana na muziki? Maana leo ninatamani kupita katika hatua hizi za kumtafuta Mungu kwa bidii, ila ninapoenda kanisani nitasikiliza kwaya ya AIC Makongoro na nitamsikiliza askofu, lakini ninapotoka kwenye simu yangu tayari ninakuwa na wimbo wa kidunia na wimbo wa Diamond na zimepangana. Ndio. Zipo za kutosha. Mwinjilisti, hebu tufafanulie hapa tukiwa tunaelekea ukingoni kwenye kipindi chetu hiki. Asante sana Andrea. Mimi niseme bila kupapasa macho, tunao mziki wetu, mziki wa Yesu Kristo. Anazungumza Paulo kwa Kolosai 1:13 kwamba akatuokoa. Ndio. Alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha. Tulihamishwa huko kwenye muziki ya kidunia, tukaingizwa huku ambako kuna muziki wetu na mdundo wetu na staili yetu. Sasa kama utachanganya vitu viwili, kwa sababu tu hata yanayozungumzwa yule anamuinua nani, muziki ule unamuinua nani, unamaanisha nini, umelenga nini, nia yake ni nini, bado hujaiona njia. Tuna muziki wetu huku wa kwetu, na muziki wetu, wimbo wetu ni kumuinua nani? Kristo Yesu aliyetuokoa, akatuhamisha, akatutoa kwenye upande wa kwanza na kuingia upande wa pili.
Na asante sana, tumekuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi tunapofikia tamati katika kipindi hiki. Ndiyo. Lakini swali la mwisho na maoni kwa watazamaji ambao pia wamekuwa wakitufuatilia kwa sasa tukiwa live ama mbashara kupitia kipindi chako bomba kabisa na kituo chako bora cha kurushia matangazo Star TV. Naomba utupatie ujumbe ambao utaenda kumjenga mtazamaji na kumuinua zaidi katika maisha yake. Lakini baada ya kutupatia ujumbe huo kwa mtazamaji, tunaweza ukatupa maombi sasa ya kujinyenyekeza kikamilifu ili tuweze kuishi katika hatua hizi za kumtafuta Mungu kwa bidii pasipo kuchoka. Asante sana. Namshukuru Mungu, kwanza tumekuwa na mada nzuri kabisa ya hatua za kumtafuta Mungu wetu kwa bidii. Mpendo wangu mtazamaji, popote pale ulipo katika viunga vyote ambao umetufuatilia toka tulipoanza mada hii, inawezekana umekuwa katika juhudi na bidii nyingi sana katika kumtafuta Mungu, lakini hujapata matokeo, hujaona majibu yako. Usiogope. Amen. Mungu yuko pamoja nawe. Ni swala la muda, tuna majira. Mungu atakujilia kwa wakati ambao hukuzania na kutarajia. Amen. Wakati unapojiona umechoka na kama umefika mwisho, akili zako zimeishia hapo, ndipo Mungu wa mbinguni anapoanzia hapo. Inuka, simama, inuka uangaze, maana nuru yako imekuja. Mungu yuko pamoja na wewe katika kukupitisha katika kukaa muda mrefu, na pengine majaribu ya kwako yamekuwa mazito, magumu zaidi. Ndivyo Mungu anaandaa mpango wa kutoa mahali ulipo. Amen. Usichoke kumuita Mungu, usichoke kumtafuta Mungu, usichoke kumngoja, maana wamngojao hawataaibika, watapewa nguvu mpya. Na mimi nakuahidi nguvu mpya katika jina la Yesu, maana ahadi zake zinasema hivyo. Amen. Na Bwana kutende. Sasa kwa maombi tunapoelekea ukingoni. Basi ninaomba sasa nikuombee mahali ulipo, tuombe pamoja. Omba pamoja nami popote pale ulipo tunapokwenda kuhitimisha. Tuombe. Baba uliyejaa neema na rehema na huruma, neno lako nasema si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa huruma na rehema. Huyagairi hata mabaya yote ambayo wanadamu tunayatenda kwayo. Asante kwa kipindi hiki ambacho Bwana nimekuwa na mtazamaji wangu mahali popote pale alipo. Pengine wapo wanaopita kwenye changamoto, wameomba kwa muda mrefu, wamekutumikia kwa mali zao kwa muda mrefu, wamejitoa kusoma neno kwa muda mrefu, wamefuata kila aina maelekezo na wanaishi maisha ya haki, lakini bado hawaja kuona. Bwana Yesu, jidhihirishe kwao. Wewe ni Mungu wa nyakati, wewe ni Mungu wa majira. Ulijidhihirisha kwa Ibrahimu majira alipofika, ulijidhihirisha kwa Ayubu wakati ulipofika. Jidhihirishe kwa mama yule na baba yule na kijana yule na binti yule na mtoto yule pia na mzee yule. Neema yako iwatoshe na kuhifadhi watoto wako. Lakini ikiwa kuna jaribu, kuna kipingamizi chochote ambacho chatoka kwa adui, umetupa nafasi ya kumpinga katika Yakobo, nami nasimama kupinga kila hila zote za yule mwovu. Hazina mamlaka katikati ya maisha ya watu wa Mungu. Bali baraka zako na neema zako Baba ziendelee kuwainua watoto wako tokapo na kuingia, waone fadhili zako, waone thawabu ya kungoja wewe. Pokea heshima, maana utafanya na zaidi ya haya. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Amen. Mama Mwinjilisti, karibu tena tukikuhitaji. Asante sana, asante sana. Barikiwa mtumishi wa Mungu. Na mtazamaji, ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja, lakini pia tulikuwa na mwanamke wa maombi mnyenyekevu na ambaye Mungu ameendelea kunyosha mkono katika maisha yake, na huyu si mwingine ni Mwinjilisti Genoviva ambaye anatokea kanisa la Makongolo ya Isiri lilopo hapa jijini Mwanza, Tanzania. Kama ulivyomsikia, ni mwandishi pia wa vitabu, na huenda utabarikiwa sana na vitabu vyake endapo kimfuatilia na kuvipata zaidi. Lakini pia waliohakikisha matangazo haya kuruka kwa uzuri kabisa na kukufikia popote ulipo, mtayarishaji wa kipindi hiki si mwingine ni mtaalamu wako Emmanuel Makuliga, lakini pia mpiga picha ni Elisha Ndalo, na mrusha matangazo haya kwa uzuri kabisa si mwingine ni Vaneti Salvatore. Kwa kupitia mitandao ya kijamii unatupata kwa kuandika Tumsifu Mungu, Facebook, YouTube, Instagram pamoja na X. Nako usikose, tuko mubashara kabisa kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV. Na hapo tumefikia mwisho ama kikomo cha kipindi hiki. Kumbuka kutunza amani na upendo na mshikamano. Nikutakie Jumapili njema yenye tabasamu la kudumu. Mungu aweze kukubariki sana, na tukutane katika kipindi kingine kijacho, lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine. Kwa heri na Mungu aendelee kukubariki zaidi. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie